Leo ni siku ya mtoto wa Afrika. Tukio hili linatukumbusha wajibu wa kulinda na kuendeleza haki za watoto. Siku hii pia ni kumbukumbu ya watoto wa Soweto, Afrika ya Kusini, waliopigania elimu bora mwaka 1976. Kama tunavyofahamu, elimu ni moja ya vipaumbele vikuu vya nchi yetu, kama inavyoonekana katika dira ya taifa na kama ambavyo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mara nyingi anasisitiza. Katika hili, msisitizo mkubwa ni kuhakikisha usawa katika elimu, ikiwa ni pamoja na usawa wa kijinsia. Sote tunakumbuka kuwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza wakati wote kwamba kila mtoto wa Kitanzania lazima apate elimu, na kwa msingi huo hakuna kuacha mtoto kwenye mfumo wa elimu. Kwa muktadha huo, hata mabinti waliopata ujauzito wanaruhusiwa na wanatakiwa kurudi shuleni. Katika kuhakikisha watoto wote wanahudhuria shule, ni muhimu kuzingatia mazingira ya shule yawe mazuri. Maeneo muhimu katika jambo hili ni usafi, vyoo, maeneo ya faragha na vyumba maalum kwa ajili ya kujisitiri. Haya mambo ni muhimu hasa kwa watoto wa kike. Kauli mbiu ya mwaka huu katika siku ya mtoto wa Afrika ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma za maji safi, usafi wa mazingira na usafi kwa kila mtoto barani Afrika. Napenda kusisitiza agizo la waziri wetu mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwamba halmashauri zote hapa nchini zihakikishe shule zetu zote ziwe na vyoo kwa viwango vinavyokubalika. Wadhibiti ubora wa shule maeneo yote wanapaswa kufuatilia jambo hili, kwamba agizo la waziri wetu mkuu linazingatiwa na kutekelezwa na taarifa ziendelee kutolewa. Haya mambo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watoto wote, hasa watoto wa kike, wanahudhuria shule, kuhakikisha kwamba azma ya serikali na azma ya rais wetu ya kuwa na usawa katika utoaji wa elimu kwa kweli inafikiwa. Natoa wito kwa wazazi, walezi, viongozi wa dini, viongozi wa jamii, mashirika ya kiraia, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na wananchi wote kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhakikisha kwa kila mtoto anapata haki za msingi, ikiwemo elimu, huduma za afya, maji safi salama pamoja na mazingira salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.